Uko sawa kweli? Niko sawa. Na hii nini? Pablo. Hii ndo sababu ya pili iliyonifanya mimi nawe tukutane hapa. Sawa brother, mimi nakusikiliza, niko hapa. Juzi wakati tulikuwa tunapata chai kati yangu mimi, Nora, Keta na Dada Kisai. Tukiwa pale dining tunakunywa chai, ghafla ujumbe ukaingia katika simu yangu kutoka kwa JV. Amekutumia ujumbe gani? Iko ndo kilichotokea juzi. Kudadadeki. Kwa hiyo Keta ndo kakokea sumu kwenye chai? Kaka, sasa mtu mbaya kama wewe umekwaje umemfesha pete? Wao wamekubali kumweka karibu. Wao muhalalisha uchumba. Wao unalala naye. Kwa nini? Kwa nini brother umemzawadia pete? Pablo. Unataka kujua kwa nini nilimvisha pete Keta? Ndio. Blaza, mbona sikuelewi? Utanielewa Pablo. Utakwenda kunielewa very soon. KP. Shida nini mzee, mbona sikuelewi? Shida ni Isumu Pablo. Okay, ulijaribu kutumia dawa? Hapana. Hakuna dawa yoyote kwa hapa nchini ambayo inaweza kutibu Isumu. Matibabu ya Isumu inanilazimu kwenda nchini Kenya. Na matibabu yake itanilazimu kulaza kwa muda wa miezi 2. Fanya uende mzee. Afya ni muhimu kuliko kitu chochote kile. Hapana. Siwezi kuondoka bila kuhakikisha nimemaliza hii kazi. Lazima nijitoe mwanga kwa sababu ya Nora. Nora yuko peke yake. Na nisipomsaidia Nora, wale washenzi watamzidi nguvu. Blaza, hiyo sio sawa kabisa. Ni sio sawa yani. Pablo. Kila kitu kipo sawa hapa duniani. Isipokuwa namna tu ya watu ambao wanakitizama hicho kitu. Hapana, mimi siwezi kubaliana nacho hicho kitu yani. Siwezi. Tulia Pablo. Inataka tuchange karata zetu vizuri ili tuibuke washindi kwenye mchezo. Okay. Naomba niambie, kwa nini umeamua kumvesha pete huyo shetani? Kwa nini naumia kwa mtu ambaye haonyeshi kuumia kwa ajili yangu? Kwa nini nimthamini mtu ambaye haonyeshi thamani yangu? Kwa nini nimwage chozi kwa mtu ambaye haonyeshi thamani ya chozi langu? Na kwa nini kwanza nalia? Acha ujinga Nora, pambana kivyako. Umenielewa Keta? Hakikisha huyo mtu anakufa upesi. Lakini kwa nini unaharakisha kiasi hicho? Yaani unataka ijulikane moja kwa moja kwa mimi ndo ambaye nimemuua? Na kama unaona ni rahisi, kwa nini mwanzo wewe ulishindwa? No, nielewe basi Keta. Nachomaanisha ni kwamba hakikisha unamwekea hiyo sumu kwenye chai na awe anakunywa kila siku asubuhi. Relax basi. Punguza hizo papara zako. Kwa hizo papara zako ndio maana hata mwanzo ulishindwa kumuondoa mwenyewe kwenye uso wa dunia. Keta, usinifundishe kazi bana. Kisai basi usinichanganye kama huwezi fanya mwenyewe. Unasemaje wewe? Unasemaje Keta? Nisikilize. Kumbuka wewe na baba yako mmekula pesa zangu nyingi kwa sababu ya kuandaa huu mpango. Alafu leo eti from nowhere unaniambia nifanye mwenyewe. Unajitambua kweli wewe? Ndio kwa sababu una haraka sana.
nimemvesha ile pete kwa mikakati maalum. Mkakati gani? Ile pete nilichongesha kwa mtaalamu mmoja hivi, mtaalamu sana. Ndani ile pete kuna kinasa sauti kidogo sana ambacho kinakuwa kinanasa sauti za Keta kila kitu anachokiongea, na ni kidogo mno kiasi kwamba sio rahisi mtu yote kukistukia. Ona baba, nimemvalisha ile pete ili kusudi kila atakachokiongea Keta niwe nakisikia, kwa sababu najua katika huu mpango Keta hayuko peke yake, ila nyuma ya huu mpango yupo Kisai. Hivyo na ndio maana unaona mimi mara kwa mara nimekuwa na safari za kutoka ili kusudi niwapishe Keta na Kisai wafanye mazungumzo yao ili ile pete ikusanye ushahidi wa kutosha. Hapo nimekusoma. Unajua nini Pablo? Kwa sasa hatuna ushahidi wa kutosha. Yaani hatuna ushahidi wowote wa kumweka Keta na Kisai mbaloni. Ila kupitia ile pete tutakusanya ushahidi mwingi mno, kwa sababu wakati wanazungumza Keta na Kisai hawatakuwa na mawazo kwamba ile pete inachukua ushahidi, na hata Keta hatakuwa na mawazo ya kuivua ile pete pindi anapozungumza na Kisai. Sasa blaza, wewe utasikia vipi hao mazungumzo yao? Nice. Nimeconnect kile kinasa sauti na hii simu. Hivyo nina uwezo wa kusikia live kile kinachoongelewa na Keta, yani mubashara. Pia nina uwezo wa kusikia recorded kile kilichozungumziwa na Keta. So naweza nikaconnect hapa sasa hivi tusikie Keta anazungumza nini muda huu. Connect blaza, connect. Okay. Do this. Hilo lipo juu yako baba. Kama tukienda sawa, basi tutafanya kazi pamoja. Lakini ukiendelea kuleta mapepe yako na haraka zako na kukaa na mchana kweupe. Nisikilize. Kama ukinigeuka, nitaweka wazi ukweli kwamba huumi ugonjwa wowote ule, bali ulijifanyisha ili kumnasa KP. Hamna nakasema hata sasa hivi. Alafu tuone kama utafanikisha ile lengo lako, kwa sababu ilikuwa ni mipango yako na nilifanya ili nipate pesa tu. Huyo KP mimi hata simpendi na sijawahi kumpenda. Nilifanya kazi kama kazi nyingine, hivyo sitishe hivyo. Okay, nisikilize Keta. Tusigombane kwa sababu mimi na wewe wote tunajenga nyumba moja. Hivyo haina haja kugombania vitu. Ano mambo loko umesahau sasa. Ilibidi ukae hapa kwa taratibu na unielekeze na sio kunifokea kama hivyo. Okay, sawa, nimekuelewa. Sasa nataka uwasiliane na baba yako ili awe anakuja mara kwa mara kukujulia hali na kuigiza kwamba anakuletea dawa ili tuendelee kumzubaisha KP. Hapo ni pesa yako tu. Ili wewe mzee anakuja hapa na kufanya hivyo. Kumbe baba. Mimi nimekuja kitambo sana. Sajabu sijamona hata mtu yoyote yule. Na vipi? Mbona umeshtuka baada ya kuniona kama umemwona Osama bin Laden? Nimeshtuka kwa sababu sikutarajia kukukuta mahala hapa. Au utakuwa umetoka kutokoa nyama wewe? Kwa sababu najua kabisa hamna mtu anayeweza kukuona. Karibu. Nafikiri ungeachana hayo mambo, ufuate kilichokuleta. Vipi? Umekuja na zile dawa fake? Nimekuja nazo. Lakini sasa ile hebu unipatia haitoshi. Bwana tu nitumia kwenye simu. Wewe mzee acha masiara. Yaani nimekutumia laki 3 mzima afu nasema haitoshi. Dawa fake baba zimeshapanda kweli. Sasa hivi zinauzwa 250. Wewe mzee, acha usanii. Cha msingi hapa ufanye kama alivyokuambia mwanao. Hakikisha hakuna mtu yeyote anayekustukia. Hakuna atakayenisitukia hapana. Mbele ya hela. Hata kama angekuwa ni FBI. Okay, poa. Sasa ngoja nimwite Mule akuletee juice ili uzugezo umelele. Sasa hilo ndo lilikuwa la maana kuliko yote tuliongea. Haya, usijali. Kwanza ukisema mshenzi tu. Nimechungulia kwa macho yangu pale dirishani, nimeona kichichi na Keta. Wewe, kuna mgeni hapa sebuleni. Njoo na leo juice. Tusikie. Ila nitakuja.
Hapa bana. Karibia. Asante Mungu. Kwa hiyo baba, kama nilivyokuambia kwa mwanzo. Okay. Yaani bosi, leo ndo nina ubuyu mkubwa sana tena wa moto kiasi kwamba tukimumunya utaungua mdomo. Yaani leo Nyamaza, najua. Bosi, ya leo ni kali sana, wewe ujui tu. Nimekwambia kaa kimya. Asante. Mzee. Shikamoo. Marahaba, hujambo? Sijambo, kwema. Kwema. Binamu vipi? Safi. Karibu mzee. Kwanza wewe kijana, hongera sana kwa kumvisha pete binti yangu. Jambo la pili bwana, nimemletea dawa. Unajua huyu ni mgonjwa na anahitaji kuwa anakunywa dawa mara kwa mara. Maana siku zake zimekaribia. Kwa hiyo bwana, ameshakajikatia tamaa huyu. Sahihi. Niko sebuleni tu hapo. Alafu babake Keta amefika. Twende tukamsalimie basi. Badilisha yongo ya juu na lavbeti shingoni, alafu inaonekana. Alafu iso lavbeti. Itakuwa tu ni mdudu anipandia shingoni. Sawa. Wewe niache. Nora. Mimi nakushukuru sana kijana wangu kwa kumuonyesha upendo binti yangu. Na wewe unamkumbusha basi kumeza dawa kila siku. Kama ambavyo oga nakwambia. Wewe mzee, mwache uongo, unafiki na uzandiki. Wewe mzee pamoja na binti yako wote ni mashetani. Na mimi nimemkataa shetani na mambo yake yote. Hivyo basi, nitazungumza ukweli na kweli daima. Nitayaweka wazi machafu yenu yote, kila mtu ayajue. Kwa binti, kwani unataka kuniambia nini? Nataka kusema ukweli. Dunia nzima ifahamu kuhusu shetani wako wewe, binti yako pamoja na Kisai. Na mimi nitasema ukweli. Na mimi nitaeleza ukweli.